Ni majira ya baridi kali. Februari 18 mwaka 1952 kaskazini mashariki mwa Marekani, upepo mkali unavuma kwa nguvu zisizo za kawaida. Lakini zaidi ya yote, dhoruba kubwa ya baharini inakaribia. Mojawapo ya hali mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Katika bahari ya Atlantic, meli ya mafuta iitwayo SS Pendleton iliyotengenezwa kwa chuma inaelekea Boston ikiwa imebeba shehena ya mafuta ya petroli. Wakati dhoruba inapokolea, meli hiyo inaanza kupata matatizo, kisha ghafla inakatika katika vipande viwili katikati ya bahari. Kipande cha mbele kinapotea haraka kwa kusombwa na mawimbi ya bahari, na kipande cha nyuma kilicho na injini na wafanyakazi 33 waliobaki kinasalia kuzunguka huku na kule kikielea hovyo bila mawasiliano wala dira. Wako mbali na pwani, wanaelea tu, wanasubiri tu masaa ya kufa kwao. Wote waliokuwa ndani hawakuwa na uhakika kama msaada ungeweza kuwafikia katika hali hiyo ya kutisha. Lakini walichojua ni kwamba bila msaada wa haraka wangezama ndani ya bahari yenye maji ya baridi hadi kufa. Wakati huo huo, huko Cape Cod, katika kituo kidogo cha walinzi wa pwani cha Chatham, Bernard au Benny Weber, kijana mnyenyekevu, mkimya na mwenye moyo wa dhati, yuko kazini. Benny si mtu wa sifa wala majigambo, lakini asiyekuwa na maneno mengi pia. Ndani yake kuna waka roho ya ujasiri ambayo hakuna aliyekuwa ameiona bado. Taarifa zinapowafikia kwamba meli imevunjika vipande viwili baharini, uongozi wa walinzi hao wa pwani unahangaika kwa sababu meli kubwa hazina uwezo wa kufika huko kwenye dhoruba kali. Ni lazima kutumia mashua ndogo ndogo sana. Na nani atakayeendesha mashua hiyo? Benny Weber. Watu wanamtazama kwa mshangao na kumhurumia. Kwenye mawimbi yale na mashua hiyo ya mbao yenye injini moja tu, haiwezekani. Lakini Benny hakuuliza maswali zaidi, alivaa koti lake, akatafuta wenzake watatu wa kuandamana naye, wote vijana tu. Wakapanda mashua ndogo aina ya CG-366-500 yenye futi 36 tu kwa urefu, bila kifaa cha mawasiliano wala mwelekeo wa GPS, wakielekea kwenye jehanamu ya maji. Safari yao haikuwa safari ya mashujaa, bali safari ya kutafuta vifo. Mawimbi yenye urefu wa mita 5 hadi 7 yanapiga mashua yao kama jitu linalopigana na mtoto. Maji yanajaa ndani ya mashua, upepo unavuma. Na sehemu hatari ya Chatham Bar, eneo la mikondo mikali ya bahari, inawakaribisha kwa hasira kali. Mashua yao inapigwa kwa nguvu, injini inazima ghafla. Kwa dakika chache wanajua hawatoki hai, lakini Benny kwa utulivu usioelezeka anainama. Anawasha tena injini na kwa ustadi wa ajabu anaongoza mashua yao kupitia kwenye mikondo mikali na wimbi kubwa, wanapita salama. Wanazidi kusonga mbele kuelekea eneo ambalo Pendleton ilivunjika. Giza limetanda, hali ya hewa ni mbaya zaidi, hakuna ramani, hakuna taa, hakuna mwanga. Hatimaye wanaona mkia wa meli nusu iliyosalia ya Pendleton. Wafanyakazi 33 waliobaki wanaona mashujaa wao wakiwa na mashua ndogo tu iliyofika kuwaokoa. Walidhani ni ndoto, wengine waliamini wameona malaika. Lakini sasa kazi ngumu ikaanza. Ni kuwatoa mabaharia mmoja baada ya mwingine katika hali ya hatari mno. Kwa makadirio ya kawaida, mashua yao ingeweza kubeba watu 12 tu, lakini usiku huo waliamua kubeba watu 36. Ikiwa ni pamoja na wahudumu 4 wa mashua, ilibidi wafanye hivyo au wafe wote.
Beni aliipanga mashua yake karibu, mabaharia wakaanza kushuka kwa kamba. Walikuwa wakivurugwa na mawimbi, hata hivyo wakigongwa na chuma. Wengine walijeruhiwa vibaya, lakini waliondoka mmoja baada ya mwingine. Hata hivyo mmoja alifariki wakati wa kushuka, wengine wote waliokolewa. Sasa kulikuwa na changamoto kubwa moja, nayo ni kurudi pwani, na watu 35 waliokolewa ndani ya mashua ndogo iliyoelemewa na wingi wa watu. Katika giza, bila ramani, bila taa, na dhoruba ikiendelea kupiga. Lakini jambo la ajabu lilitokea wakati wanakaribia Cape Cod. Wakazi wa mji walikuwa wamekusanyika ufukweni. Wakagundua kuwa mashua ya Beni ilikuwa inajaribu kupambana na mawimbi kujinusuru kurudi pwani. Wakawasha taa za magari yao. Wakayageuza kuelekea baharini ili kutoa mwanga wa kuelekeza mashua hiyo ndogo. Kwa msaada huo mdogo, Beni aliweza kuongoza mashua hiyo salama hadi ufukweni. Watu walilia, walipiga kelele, wengine walizimia kwa furaha. Hakuna aliyeamini walikuwa wamefanikiwa. Kwa kazi yao ya kishujaa, Beni Weba na wenzake walitunukiwa medali ya dhahabu ya kuokoa maisha, yani Gold Life Saving Medal, heshima ya juu kabisa nchini Marekani kwa uokoaji wa ajabu. Na hadithi yao ikaendelea kuhadithiwa kwa vizazi. Filamu ya The Finest Hour ya mwaka 2016 ilikuja kutengenezwa miaka mingi baadaye, ikiigiza tukio hilo la kweli kwa ustadi mkubwa. Katika dunia ya kivita na maafa, tunazisikia hadithi za mashujaa waliobeba silaha, lakini siku hiyo ya Februari mwaka 1952, mashujaa 4 walipambana na kitu kingine, yani asili yenyewe yenye dhoruba kali. Hawakuwaua maadui, waliokuwa marafiki. Hawakuwa na silaha, bali moyo, imani na ujasiri. Beni Weba hakuwa shujaa wa maneno, bali wa vitendo. Hii ilikuwa safari mbaya zaidi kuwahi kutokea, na bado tukarudi na watu 35. Alisema Beni Weba miaka michache baadaye. Kama wewe ni mpenzi sana wa kusoma, nina kitabu changu kizuri sana cha Jicho la Genghis Khan. Kitabu cha Jicho la Genghis Khan kinaangazia mbinu za kiintelijensia zilizotumiwa na Wamongolia. Jinsi makamanda wao, hususani wa ngazi za Noyan, walivyotisha kwa ukatili. Ulinganisho wa kiufundi kati ya ujasusi wa Mongolia na ule wa dola zingine kama Warumi, wa China na wa Persia. Urithi wa mbinu hizi kwa mataifa ya sasa, na funzo kwa taasisi za kiusalama leo. Kwa yoyote anayetaka kufahamu mizizi ya ujasusi wa kale na namna ambavyo maarifa haya yanaweza kutumika leo, kitabu hiki kinaelezea mambo yote hayo. Kwa sasa kipo soft copy, unalipia shilingi 1999. Kwa M-Pesa anza na alama kujumlisha 255 755448591. Baada ya malipo tuma ujumbe WhatsApp kwa namba hiyo hiyo. Mimi naitwa Ananias Edgar.